kila sababu ya kumshukuru Pastor Suleiman Mange kwa kuwa nasi katika kambi hili la Kisarawe 2. Wewe ni mmoja walikuwa hudumu katika kambi hili. Hebu tuambie nini ambacho ulikuwa kihudumu na jitambulishe majina yako kwa ukamilifu. Jina langu ni Suleiman Mange. Nimekuwa hapa kwenye kambi hili la Kisarawe 2 nikihudumu kama mwalimu wa ndoa kongwe kuanzia miaka 11 na kuendelea. Hiyo kazi ambayo nimekuwa nikifanya kwa juma hizi na makambi. Bwana kubariki sana. Na labda katika hizo ndoa kongwe ni mambo gani muhimu sana ambayo yamekuwa na mwitikio mkubwa sana tangu umeanza kuseminisha ndoa hizo? Mambo ambayo yamekuwa na mwitikio mkubwa ni kwamba wanandoa wamekuwa na hali ya kujifunza na wamekuwa wazi. Amen. Kueleza changamoto zote zinazowasibu. Na wameahidi watakuwa tayari kupata maelekezo ambayo tumejifunza ili kufanya ndoa zao ziwe mbingu ndogo. Amen. Lakini nimegundua wengi wa wanandoa wanaingia kwenye ndoa bila kufanya maandalio. Sawa. Husika kabisa ambayo yangelifanyika kabla hawajaoa na kuolewa. Ili wanapoolewa na kuoa waweze kuendesha ndoa zao vizuri. Sawa sawa. Wengi hawakuchunguza wenzi wao wanaotaka kushikamana nao wana tabia zipi. Amen. Wakagundua wakiwa kwenye ndoa tabia na mienendo ambayo haikuwa mizuri, wao inabidi wavumilie tu, waishi maisha ya kuvumilia. Maana hawakujifunza namna ya kuchagua, kuchunguza wapate wenzi walio wengi. Sawa sawa. Na nimegundua kwamba vitabu vingi vya Wasabato vinavyohusu malezi havisomi na watu. Wengi hawajui vitu vingi. Kirudi upande wa malezi, wengi hawajui hata ile ABC na malezi ya watoto ya Kiadventista. Sawa sawa. Vitabu vipo, hawavinunui na wala hawasomi, wameridhika tu na kujua Sabato. Kumbe kuna vitu vingi ambavyo walitakiwa wavijue. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba kuwa Mwadventista Msabato ni kuwa mwanafunzi wa kujifunza vitu vingi ili Ukristo wetu uwe mwema na uwe wa mfano, ili tusiendelee kuanguka na kukosea katika mambo ya msingi kabisa ambayo tungeliyajua na kuyapata, ingelikuwa vizuri sana na tungelikuwa na ndoa zilizo. Haleluya. Huyu ni mchungaji Suleiman Mange ambaye alikuwa kwenye mikutano hii ya Kisarawe 2 Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kama wito wake alivyoutoa, tunashukuru kuwa naye kwenye kambi hili. Mimi nilibahatika kuwa kwenye darasa hilo. Nimebarikiwa sana katika masuala ya uchumi na kumuvu kwenda juu kwenye vilele kufikia hatima ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Bwana kubariki sana Pastor Suleiman Mange. Asante. Tukutane kambi lijalo kama mwajali wa Bwana akiwa nasi. Asante. Haleluya. Asante sana.